Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na msimamo wa kundi la Simba na Yanga Sports Club katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo tunashuhudia tayari Simba wamecheza mchezo, ambapo Yanga Sports Club nao pia wametoka kucheza mchezo wao, ambapo tunashuhudia vilabu hivi vyote viweza kufanikiwa kuanzia nyumbani, ambapo Simba wao walikuwa wa mwisho kucheza, ambapo walicheza siku ya Jumapili ya tarehe 23, ambapo Simba waliweza kucheza dhidi ya Atletico Petro de Luanda kutokea nchini Angola, mchezo ambao ulimalizika kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kufungwa bao 1-0 na kuweza kudondosha alama 3. Lakini kwa upande wa Yanga Sports Club, wao walikuwa wakicheza pale visiwani Zanzibar nchini Tanzania dhidi ya kocha ya timu ya soka ya AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco, ambapo Yanga wao waliweza kuhakikisha wanaondoka na ushindi kwa kuweza kuondoka na ushindi wa bao 1-0. Kwa hiyo hapa siku ya leo tutakwenda kutazama misimamo yote katika hivi vilabu 16 ambavyo vinashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi msimu wa mwaka 2025-2026. Pasipo kupoteza wakati, basi una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa upande wako wewe, kati ya Simba na Yanga katika ligi ya mabingwa, je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kufanya vizuri zaidi? Kwa hiyo shuka kwenye comment hapo adondoshe maoni. Tuenda kuanzia msimamo katika kundi A. Msimamo kundi A, anayeongoza kundi ni Pyramids Football Club, ambapo Pyramids wao walicheza dhidi ya Rivers United na kushinda mabao 3-0. Kwa hiyo Pyramids ambaye ni bingwa mtetezi wa kombe hili ana alama 3 akiwa kileleni. Katika nafasi ya pili yupo RS Berkane kutokea nchini Morocco, ambapo Berkane walifunga Pade na Mos kutokea nchini Zambia mabao 3-0. Kwa hiyo nao pia wana alama 3, mabao 3. Lakini nafasi ya tatu wako pale Dynamos kutokea Zambia wakiwa na alama 0, huko wanadaiwa mabao 3. Huko nafasi ya 4 ni Rivers United kutokea nchini Nigeria wakiwa na alama 0, huku wakiwa wanadaiwa alama 3. Lakini mechi inayofuatia klabu ya soka ya RS Berkane watakuwa ugenini, ambapo watakwenda kucheza dhidi ya Rivers United, huku klabu ya Pyramids watakuwa Zambia wakicheza dhidi ya Dynamos katika mechi za kundi hili A. Lakini mechi za kundi B ni kama ifuatavyo. Anayeongoza ni klabu ya soka ya Al Ahly kutokea nchini Misri wakiwa na alama 3 na mabao 3. Young Africans katika nafasi ya pili wakiwa na alama 3 na goli 1. Katika nafasi ya tatu AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco wakiwa wanadaiwa bao 1 na alama 0. Nafasi ya 4 JS Kabylie kutokea nchini Algeria wakiwa wanadaiwa mabao 3 na alama 0. Mechi inayofuatia Al Ahly watakuwa wakicheza dhidi ya AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco, watakuwa ugenini, ambapo Young Africans pia atakuwa ugenini akicheza dhidi ya JS Kabylie kutokea nchini Algeria, mechi ambayo inatarajiwa kuchezwa siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi huu hapa wa 11. Lakini katika kundi C anayeongoza ni Mamelodi Sundowns kutokea Afrika Kusini akiwa na alama 3 na mabao 2. Nafasi ya pili Al Hilal Omdurman kutokea Sudani wakiwa na alama 3 na bao 1. Lakini nafasi ya tatu MC Alger kutokea nchini Algeria anadaiwa bao 1 na alama 0. FC Saint Lupopo kutoka nchini Kongo wakiwa na alama 0 wanadaiwa mabao 0. Mechi inayofuatia Mamelodi Sundowns watakuwa Algeria wakicheza dhidi ya MC Alger, huku Al Hilal Omdurman watakuwa nchini Kongo wakicheza dhidi ya FC Saint Lupopo. Katika msimamo wa kundi D, anayekamata nafasi ya kwanza ni Atletico Petro de Luanda ambaye ana faida bao 1 na alama 3. Nafasi ya pili Esperance Sportive kutokea Tunis akiwa na alama 1. Lakini nafasi ya tatu ni Stade Malien kutokea Mali wakiwa na alama 1. Nafasi anayeburuza mkia ni Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania akiwa na alama 0, huku akiwa anadaiwa goli 1. Mechi inayofuatia ni siku ya Jumapili, yani tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2025, ambapo Simba atakuwa Mali akicheza dhidi ya Stade Malien, huku klabu ya soka ya Atletico Petro de Luanda watakuwa kwao katika nchi ya Angola wakicheza dhidi ya Esperance Sportive kutokea nchini Tunisia. Kwa tunaona hiyo ndio ratiba kamili na msimamo jinsi ulivyo wa ligi ya mabingwa barani Afrika
mechi za hatua ya makundi. Kwa hiyo huo ndio msimamo unavyoakisi, Simba akiwa anaburuza mkia katika kundi D, Young Africans katika kundi B wakiwa nafasi ya pili.